Huwezi kwenda kwa Mungu ukiwa na huzuni. Itakuchukua muda mrefu kupata unachokitaka. Kwa kanuni ya Mungu ya kwanza amesema furahini siku zote. Nasema furahini katika Bwana. Sasa hiyo furaha sio pekee. Ni furaha kwa sababu wewe wa Yesu Kristo una Roho Mtakatifu. Na kama una Roho Mtakatifu, maana yake Roho Mtakatifu amemimina furaha ndani yako. Kwa furaha sio kitu cha kuomba, ni kitu cha kuamua kuishi hivi. Amen. Nani ana furaha? Amen. Kwa cha kwanza lazima uwe na furaha. Mtu mwenye furaha anajua kwa nini anafurahi. Ukimfurahia Mungu kwa sababu amekuumba, utakuwa na furaha saa zote. Utajua kusudi la kwake katika maisha yako. Kwa hivyo utakuwa mtu anayeishi kumekucha kumezama jua. Utakuwa unafurahia maisha kwa sababu unajua Mungu aliyekupa maisha yukoje na unamfurahia yeye. Kwa utafurahia watu, utamfurahia Mungu na huyo Mungu atasababisha watu wakufurahie. Hiyo ni Wasalonike wa kwanza 5:16 anasema furahini siku zote. Wafilipi 4:4 anasema furahini siku zote. Nasema furahini katika Bwana siku zote. Torati 28:47-48 anasema hivi, kwa kuwa kumshukuru Bwana kwa wingi wa vitu vyote kwa moyo wa furaha. Nini kinachotokea? Bwana Mungu wako mwenyewe ataleta juu yako adui zako kwa njaa, kwa tauni, kwa kiu, kwa uchi, kwa kiu na kwa mahitaji yote. Sio shetani. Kwa furaha ni kitu cha muhimu sana. Mwangalie ni hapa. Hakuna anaweza kuondoa furaha yako. Ndio umeamua tu kutokufurahi. Maana Roho Mtakatifu ameshamimina furaha ya Mungu ndani yako. Na furaha ni ufunguo wa kupata chochote unachotaka kwa Mungu. Sasa ukiwa na furaha, tunatakiwa tujue kitu kingine. Tunapoingia malangoni pa Mungu, iwe ni mbinguni, iwe ni duniani, iwe ni popote, unapoingia malangoni pa Mungu, unatakiwa ufanyeje? Kwa hiyo mtu aliye na furaha atakuwa na shukrani. Maana shukrani huwezi kutoa asante kama hujapokea kitu au una uhakika na kitu, si ndio? Ulichoahidiwa. Kwa sababu kuna kitu kizuri umeahidiwa au umeshapewa, unakuwa na furaha na ile furaha inasababisha ushukuru. Kwa hivyo anasemaje katika Zaburi 104 mstari wa Zaburi 100 mstari ule wa 4 anasemaje? Unapoingia kanisani, unapopiga magoti yako kuomba, unapotaka kuongea na Mungu saa zote, hakikisha unafanya jambo hili. Maana unaingia malangoni pa Mungu. Unapoingia kanisani, unapoingia mahali pa kuomba, unapotaka kusema na Mungu wako, hakikisha unaanza na hiki. 100 Zaburi 100 mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Nywani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Maana yake ukiingia malangoni pa Mungu pasipo kushukuru, maana yake hauna furaha na hiyo nyumba ya Bwana. Maana yake anasemaje? Nalifurahia waliponiambia twende nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo unapoenda nyumbani mwa Bwana, unapofika malangoni, cha kwanza unatakiwa ushukuru kwa kuwa unaingia nyumbani mwa